Marhaba mpenzi mtazamaji, asante sana kujumuika nasi ikiwa ni kwa mara ya kwanza tunahusika kwa watu wawili kuweza kupata upato halisi wa mambo ambayo yanachipuka hapa nchini Kenya. Kama ilivyo ada na ibada ya kipindi cha bunge la wenyeji hapa kwenye runinga ya Look Up. Mpenzi mtazamaji, kwa mara ya kwanza, ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama, kumbuka tupo live kwenye mitandao yote ya kijamii ya Facebook na YouTube, na pia kwenye tovuti yetu ya www.lookuptv.co.ke. Leo hii tutakita kambi kwa swala la uongozi wa Rais William Ruto ambao umekuwa kwa muda sasa tukilizungumzia sana. Viongozi wamesema, wakaendelea kusema, na wakati mwingine inaonekana ni kama kuna utata baina ya viongozi hasa kwenye mamlaka ya serikali ya Ruto na vile vile pia kwenye uongozi wa upinzani. Mpenzi mtazamaji, wewe unahisi namna gani kuhusiana na swala hili la uongozi wa Rais William Ruto? Viongozi wengi wamejitokeza, kuna wale ambao pia wanaendelea kukita kambi kwenye masuala ya siasa wakitumai kwamba mwaka 2027 utaweza kuwa mwaka wao wa kuweza kuingia kwenye uongozini. Lakini tunapokabiliwa na changamoto si haba za uongozi, tunatarajia kwamba wiki ama mwaka huo itaweza kuwa shwari kwa viongozi wote kuweza kujitosa ulingoni ili kuweza kulainisha masuala ya mambo ya siasa hapa nchini Kenya. Bila shaka kuna wale pia ambao wanagombea viti mbalimbali. Mmoja kati yao ni wale ambao tutakuwa tunazungumza nao hapa ili tupate uhalisia wa mambo kuhusiana na mambo haya. Na vile vile pia mheshimiwa, natumai kwamba utaweza kutengenezea muda, imenigusa tu sasa, tutengenezea muda tuweze kupata mahojiano na wanajamii ambao unatumai kwa miezi kadhaa itakayokuja watakuchagua, sivyo? Na I can't wait to have that conversation. So mpenzi mtazamaji, unatazama bunge la wenyeji, tumeanza kazi sasa hivi. Jina langu ni Moses Okech na hii ni bunge la wenyeji. Tuanze kazi. Asante sana kwa kuweza kutimiza miadi na kuweza kufika hapa hii leo tuweze kuzungumza. Uhali gani? Niko salama sana. Kwa majina wale wanijui, naitwa Felix Wanjika Nyadua. Kabisa. I'm one of the aspirant Dagoretti South. Na hii ndoto nimekuwa nayo kutoka kitambo. Kabisa. So ilifika time nzuri sana, niliona nikuwe kama kijana, niende niwasaidie wa vijana wetu. Ndoto yao ifike salama. Kabisa. Mimi ninashukuru kwa maana hii si mara ya kwanza ambao tunazungumza wewe kutaka kuwa mgombea katika kiti hiki, na vile vile pia tukazungumzia swala la kuna wale viongozi ambao tayari wapo kwenye viti hivi na wakati mwingine wataweza kuja kutaka pia kungangania kinyang'anyiro hicho cha 2027. Vile vile unapoangalia sasa hivi serikali ya Rais William Ruto, wewe unaona ipo namna gani? Jambo ni mingi na watu wakinyamaza si ati wako sawa. Kuna wale wamechoka na maisha ama wajaridhika. So waliamua tu hakuna haja ya kupiga kelele, juu system yote ni chafu. So umejua hizi ngangania na kitu wezi pigania. So wali decide wameamua tu wanyamaze. Hiyo ndio decision wa Kenya wengi wameamua. Wewe uko kwa upande upi, wa kunyamaza ama wa kusema? Sijanyamaza, ndio maana niko hapa leo. Mimi ni kama wale wa vijana wameamua tukuje tuokoe Kenya. Sasa inaangamia kabisa sana. Ya kwanza, before nisisahau, naweza just send my condolence na ule kijana alipoteza maisha yake kutoka eneo ya Mgori. Ni kijana aliabductiwa kwao mbele ya wazazi wake. Aliambiwa kuna jambo alifanya kimtandao. So aliitwa na Central Police Station ajibu maswala hiyo. Na kwa bahati mbaya aliangukia kwa kuna watu ambaya. Sasa walimwekea matope ati kijana alijiua. Na ukweli ya jambo tunajua sisi kama vijana, huyo kijana aliuliwa na mapolisi. Ni historia ya Ojwang. Ya historia ya Ojwang. So ni uchungu, na ndio maana sasa hata nikikaa hapa siwezi sema kitu yote, naweza omba tu wa vijana tutoke nje, tu change hii system before tuuliwe. Tukinyamaza sisi wote tutapoteza maisha ya watu wengi. Na mimi kama kijana nimechoka kuenda kwa matanga ya vijana mabeste wangu kila mara. Na tuwezi pigania na serikali. Serikali yako na bunduki na sisi tuko tuna mawe.
na kuongea. Tukinyamaza we lose many lives. Kabisa. Nafikiri pia tutaligandia swala hilo ya kwamba wakati ambapo tulikuwa tunapinga mswada wa fedha wa 2024, vile vile pia kulikuwa na mchipuko wa watu wengi, vijana wengi walipoteza maisha yao, na vile vile pia kuna wale ambao bado haki sasa haijapatikana. Na pia ukiangalia taswira hiyo inaibua picha tofauti hasa kulingana na jinsi viongozi wanavyotekeleza hatma ya haki ya wengi hapa nchini Kenya. Lakini kuzamia swala hili la Rais William Ruto na uwajibikaji wake, wewe unahisi ni kwa nini Wakenya wengi wanateta kuhusiana na kazi hiyo ambaye anaifanya? Ruto, I can't say it's so bad. We have been having leaders from the independence. Ubaya Ruto anaidi wa Kenya mambo mingi hawezi titimiza hata moja. Ukiangalia hata hii masuala ya laptop, ila alikuwa nafaa pe watoto wa shule, mpaka leo hawezi. Na aliahidi wa Kenya before ingie serikalini. Na ukiona hiyo kama hiyo moja pekee hawezi mpaka leo. Sasa hizi zingine bado anaendelea kusema hawezi. So ndio maana nilikuwa naomba wananchi, tulidanganywa na wa viongozi time walikuwa nakuja kwa mamlaka, na sasa tuko na wao, tumewaona. So ikifika 2027 tusifunge macho, tukue warevu, tuchague mtu na kitu amefanyia wananchi, si ile jambo anaongea. Watu wengi wanajua kumanipulate wananchi, jua kwa ni warevu wale wamekazi yao, hiyo ndio kitu watu wajui. Au watu walisoma siasa, siasa ndio chakula yao. Waendi shambani, waendi kwa shule wanaandika kwa board, waendi kwa huko lake azina mabobea wanajua hii kazi. So kazi yao ni politics. Politics is about manipulating taxpayers. So hiyo ndio maana ndio maana naomba Wakenya wakuwe warevu. Siasa yetu iko hali ya juu, tuwezi compare Kenya na Tanzania na Uganda. Tuchague wa viongozi wako genuine, wale wako ready kudeliver. Si wale wanaporomoka tu na mdomo lakini matendo wako zero. Kabisa. Kulizungumzia swala la semi za viongozi ambao wapo hapa nchini Kenya. Weekendi tumekuwa na ghasia za cheche za maneno ambazo zinatoka kwa viongozi mbalimbali. Unapoangalia kama mwanasiasa, kama mgombeaji, nafikiri kuna wakati inafika kila kiongozi lazima azungumze, na akizungumza lazima arushe maneno ya kwamba yule kiongozi si mzuri, kuna mambo fulani anayafanya. Kwa semi zako kama mwanasiasa, unahisi kwamba ni wakati bora wa kuweza kuleta hizi cheche za maneno kwa viongozi asilia wa hapa nchini Kenya? Kuna jambo moja napenda kuambia wananchi. Even from the Bible, leaders are being chosen by God. Sisi tunafanya tu party yetu ya kupiga kura. Wote, kila kiongozi anachaguliwa na Mungu. Mungu ndiye anampea mamlaka kwe pale. Sasa kitu tunaomba, yes, leaders wanaweza kosea, lakini tusiwahi wapiga na mawe ama tunawatusi. Pia wa viongozi lazima wajue kitu inatoka kwa mdomo yao inaweza leta jambo kubwa sana. Wengine wanaweza tumia negatively. Like hii wimbo Gachagua ametoa sahi, makazi ni wapendane. Unaona hata juzi nilisikia wimbo ingine mtu ameitoa ati makazi ni wakulane. Hiyo ni jambo mbaya sana. Ungeangalia hata kwa Biblia haifurahi na hiyo maneno. Ati mandugu ni kama sisters and brothers, cousins. Wawezi be in a relationship. Na hiyo matamshi ilitoka kwa retired the impeached deputy president. Na hii watu wanaitumia kama kiongozi, maneno wanatumia ndio watu wanapenda kutumia kufanya kitu trend. So hii wimbo watu wanaitumia ki social media, kimtandao, wanatumia kutoa nayo challenges. And hiyo process they will misinterpret it in a different way. It will bring a negative impact in the society. And you know, I'm a Christian. I was raised very well. But when somebody produces a certain song like that, just against my Christianity, I feel we are rotted. Ndio maana nasema wanasiasa sahi tuna approach election. Matamshi tunamtumia hii time ya siasa zikuwe zile zina reflect our image uko nje, because we are
kuna watu wengi wanatutegea, kuna watu wengi we are role model to so many youths outside there. So ukiportray picha mbaya utachoma duniani, na wengine pia wataanza kureact kama wewe. Ndio maana naomba wananchi, tukienda pale kwa debe tumepata nafasi kuingiza zile kura zetu pale ndani, tusisahau na tuombe tukitoka kwa nyumba, ile kura yako ikuwe kiongozi amechukuliwa na Mungu, ikuwe kiongozi akona nia kubadilisha nchi yetu. Juu ukipea wrong leader atakuwa a weapon ya kuharibu the society. So tujaribu leaders tuna present pale kwa ballot wakwe viongozi watakuwa wana reflect image ya good image kabisa in our society. Yeah, ndio tumesikia kwamba anatoa ahadi, anasema hizi, na pia wakati mwingine ahadi hizo zinakanza udanganyifu, lakini yeye ndio bado rais, yeye ndio bado ana mamlaka tele ya kuweza kutekeleza mambo fulani. Ikiwa basi ataondoka uongozini, ni yupi ukiangalia kwa sasa anaweza pata msimamo bora ya kuweza kuchukua nafasi hiyo? Ukweli ya maneno, sai wale viongozi wametoka nje, they are going to contest for presidency. Hakuna mle tunaweza sema ni mzuri zaidi kuliko Ruto. Wote ni wabaya. Lakini wajawekwa pale mbele waanikwe waone tabia yao, tuone kama wa Kenya. Kitu hiko ni tuombe nchi yetu, na leadership is about the system. So mimi kitu nilikuwa na I keep on preaching everywhere, we must change the system. Indeed. The system is the problem. The system is what making a leadership to become a problem. Because unapata the system we have, basari inaweka system kwa mkono ya politicians. Basari, hii system inaweka mambo hii ya NGCDF kwa mkono ya MPs. Lakini tukichange the system, hii pesa ya inaenda kwa sector ya education iende direct channel directly to school. Unapata mtoto anatoka kwao akajua directly fee yake tayari imesalipo huko shuleni na serikali. So unapata ile mambo ya ofisadi tuna reduce. Sasa kuna ile pesa ya ile handout, ile politician wanatumia kubribe taxpayers. Juu hiyo taxpayers money ndo nalipa nayo taxpayer in the name of bribing that you will vote for me 2027. So when we remove this system, then we have a genuine leaders who wanauza sera zao vizuri bila kutumia pesa. So mmoja mtu akiuza sera yake bila kutumia pesa, we will know the real him. Like you'll find we have even leaders who cannot come in the front of people and talk because these people they have said so many people's blood and they fear to come in the public. They must use money to come in the public. So we need the people, the leaders who can come in the public and tell us, mimi kama Felix, nini nimeifanyia community. Ndio maana nimeona naweza simama pale mbele niende ni contest kama mbunge. There are so many things naweza hesabu. Kuna watu wengi pia wako na hope from me. Wako na ndoto, wanasema tule kijana akikuwa pale mbele najua maisha yetu itakuwa inabadilika. Na watoto wetu watasoma. Security ya Dagoretti South itakuwa sawa. Na sisi hii mambo ya abduction hii watu they are being killed, their youth everywhere. Right and center. Parents wako na ile wasiwasi. Mtoto wako akaenda pale nje, uko na wasiwasi hujui kama atarudi safe. Juu the government is killing the upcoming leaders because like waone Felix akona maono mzuri pale mbele. Sasa unapata serikali akona nini wasiwasi, hataki kunipea hiyo nafasi ni update my people about their wrongdoing. So they don't want any youth is being criticized the government. Of course, kando na hayo pia ninahisi kwamba swala la ufisadi tumelizungumzia sasa hadi ni kama imekuwa mtindo, na huenda swala hili liwezi koma, manake pia kwenye vijiji, kwenye jamii bado kuna hiyo hali ya ufisadi. Ndipo hata viongozi wanapofanya hivyo inaonekana ni kama tu ni swala ambalo tumekuwa tukilizoea. Lakini ukiangalia tunapokaribia mwaka wa 2027 ambapo kila kiongozi ataweza kujitosa, na sasa hivi pia viongozi wanapofanya kampeni zao ufisadi unaingia kwa karibu sana, maana yake kuna hela ambazo wanatoa kisha ni kama blackmail
wananchi. Unasahau kabisa kama viongozi hawa ni bora zaidi kuweza kuwachagua ama au la. Lakini ukiangalia swala hilo la ufisadi, wewe umekuwa umehusika sana kwenye masuala haya. Unahisi kwamba hata atakapokaribia uchaguzi mkuu tutakuwa tunazungumzia swala la ufisadi tena ama litakuwa ni kaburi la sahau? Kitu ya maana wananchi lazima wajue, ili tumalize mambo ya ufisadi lazima tutoe system. Sasa hivi tuwezi danganyana. Juu wale wako ndani wanaisifu government, hakuna mali utapata wanapelekwa huko kotini juu mambo ya ufisadi. Lakini wale wako upinzani hiyo watapelekwa kotini juu mambo ya ufisadi. Kabisa. So hii jambo unapata kuna ile eneo ingine wako well protected juu wako supported to government. Na hii eneo ingine juu wanapiga government, sasa zile maswala zinafufuliwa. So hiyo ndio maana nilikuwa nasema system yote ni mbaya. Unahisi kwamba hiyo system yote ni mbaya? Mambo ya ufisadi tuwezi toa. Kama sisi wa vijana, umejua hatuna party, lakini tupigani hizi party kubwa. Tupigani ODM, tupigani Jubilee, tupigani DCP. Tupigani hizi. Chama tunapigana nayo hapa sisi kama vijana. Hiyo ndio challenge kubwa tuko nayo. Wacha niseme before nisahau. Hii jambo ni ufisadi na ukabila. Hizi ni chama kubwa sana. Ni kubwa sana kuliko hizi party zingine tunaona. Juu ufisadi kuna vile iko protected Kenya na hatuwezi maliza. So kumaliza ufisadi ni kutoa system. Juu hii ufisadi iko mambo, for example hii mambo ya modern housing. Tulidanganywa wale wa vijana wale wanaishi pale ghetto. Tunawajengea nyumba mzuri, utakuwa unalipa pesa kidogo na utakuwa kwa maisha mazuri. Nakumbuka ufisadi imeharibu hiyo jambo. Sasa si jambo vile ulikuwa nasikia ikitoka kwa mdomo ya rais. So hii ufisadi ilikuja kwa hiyo mambo ya modern housing. Watu wanakuja wanaishi kwa hizo nyumba, si watu wa hiyo eneo. Wale wa maskini bado wako pale chini tu. So ufisadi tuwezi maliza pia. Mambo ya hii basari vile inapewa. Basari ilipewa kwa watu wawejiwezi kulipia school fee. Na unapata hii basari bado inaenda to the rich. The poor cannot get it. Indeed. So to remove mambo ya ufisadi, ikuwe mambo ya in the education sector, in health sectors. We must to dismantle the whole system by removing the whole stuff inside. Because you can find somebody is there over 40 years. Maisha yake ni ufisadi. Na unataka kumwambia wa preach ufisadi. Lakini itakuwa vigumu sana kuweza kuondoa watu wote na kulainisha vitu. Wacha nikuulize tu swali la afya, masuala ya afya, ya kwamba wewe utakapoingia kwenye nafasi ya kiongozi mbunge wa Dagoretti Kusini, changamoto hii ya afya inazungumziwa kwenye taifa na imekuwa ni donda sugu sasa na ni kama haliwezi pona. Kulainisha mambo ya afya na nikisema hii nasema kwa moyo mzito sana kuhusiana na swala hili. Wewe, kumekuwa na changamoto ya chanjo ya watoto na imeleta shida sana, maanake pia maisha ya watoto yanapotea. Kwa msimamo wako kama kiongozi, utafanya nini kulainisha mambo ya afya? Ya kwanza naona during Kibaki kulikuwa na system nzuri kuhusiana na mambo ya afya. Tangu Kibaki aende, Uhuru akaingia, imefika kwa Ruto, inaendelea kuwa eroded sana. So ndio maana nilikuwa na maoni zingine, sikuwa nataka niseme hapa juu maybe wengine watasema tu nimeleta hii kupiga mbunge yako kwa pale. Juu unapata kuna ward mzima ina Dagoretti South, hakuna any public hospital. Na unapata kuna wamama wapo stem wanaenda kuzaa wako na changamoto sana. Sasa hii ukienda hata pale Mtuine kwa Dagoretti South, unapata kuna mama amekaa hapo like 2 months juu amekosa kulipa 500. Mwingine ako hapo amekaa hapo more than mwezi kama 3 juu amelemewa kulipa 1500. Lakini during Kibaki system iliwekwa health sector wa mama ilikuwa bure. Kuzaa pale hospitali ilikuwa bure. Ili wamama watoke hapo na birth certificate. So hii jambo bado inachangia ile watoto wanazaliwa bila birth certificate, juana pesa ya kwenda kuzaa hospitali. So sasa wameanza kuzaa kwa nyumba. Juu akienda pale atawekwa hapo juu amekosa kulipa maybe 1500. So hii jambo ya health sector
lazima we work on it because hakuna kitu unaweza fanya kama afya yako iko sawa. Na kama uko na mambo ya uko na stress ya mambo ya afya, hata kuwe na pesa ngapi, kuwe na nini, unapata mambo ni ngumu sana. So sekta ya afya ni mbaya, niko nyuma sana Dagoretti South. Na tusidanganyane, hizi vitu watu wanapost kwa social media, wana renovate this, wanajenga hii. Ukienda hata hizo hospitali hakuna dawa. Uenda hospitali yote Dagoretti South unaambia ende ununue dawa. Unapima, unafanywa nini, unaambia ende ununue dawa ukuje udungwe hii. Mtu gani anaweza pona pale kwa mkono ya daktari anakuguza tu hivi unapona bila dawa? Hakuna. So for us to be safe, health sectors lazima utuweke nguvu sana na tusidanganyane. Juu watu wa viongozi wa hapa, mtu analala Karen na wewe unakufa Riruta. Wewe unakufa Riruta. Juu hakuna mahali utaenda na yeye kwa hospitali. Hakuna mahali utaenda naye hospitali moja atibiwe pale. Juu watoto wake, bibi yake akuwa na shida, kuna private hospital wanaendanga. Au wanatibu ngambo huko. Sasa ile wananchi wakuwe na afya mzuri. Lazima to make sure health sectors imetengenezwa vizuri. Tuko na public hospitals within wards za Dagoretti South. Kabisa. Kuna lalama zenye zinafika moja kwa moja kwa Rais William Ruto, na pia kuna viongozi kama nyinyi ambao wataweza kusaidia hatua zake za maendeleo yaweze kufanyika. Kabla hatujafika kwa rais, hawa viongozi wa chini kuanzia wajumbe kuendelea kwa wabunge wanafaa kujukumika namna gani ili kuhakikisha kwamba kabla haijamfikia kigogo wa taifa wameweza kulitatua huku chini? Manake kama hakuna maendeleo kwenye wadi mbalimbali, kwenye sub counties mbalimbali, lalama zinafika moja kwa moja kwa rais. Kabla hajafika hapo, nyinyi viongozi wa chini hivi kutoka kwa hawa wa chini kabisa watasaidia namna gani kuweza kulainisha vitu kabla hazijafika kule juu? Kitu ya maana na pia ni mzuri, nimeona vile mali Kenya imefika. Tunaenda kuwa na changamoto kufika 2027. Juu sahi politics ya Kenya is about the ground. It's not about who is behind you, who is which party you are using. It's about kitu unafanyia chini pale grassroots. Lazima ukue wananchi wamekubali na wewe umetosha. Na pia the bond between you with your people. Usikue tu hapo lakini uko na dukuduku, unataka kuingia hapo mbele, au utaweza. Mtakuwa na dukuduku na ujengia kwa serikali, na sitakuwa mbaya sana. Kama tayari hapa nje unaua watu, hapa nje tayari unanyang'anya watu mabibi yao, nungie kwa serikali sasa, utakuwa mbaya zaidi. Ndio maana tunaomba sahi wananchi, nguvu is on their hand. This will filter people vizuri sana before wawache waingie pale kwa ballot. So then bond na ground na president ni mbaya sana. Ndio maana mtu yote hata kwa UDA ni ngumu auze Ruto kwa ground. Bond is bad. So everything, all pictures is being betrayed there is different. Because he's not getting the correct information from the ground, what ground says. That's what Ruto lack. He's not getting what's the information on the ground. He's not getting completely right. Because the people, the stages we pass to reach the president is very poor. These people, they are manipulating wananchi. So they don't get information from wananchi wapeleke rais. Like for example KJ. KJ is the guy who come up in the parliament and stand and defend the police that the photos were presented by BBC were photo shoots. Which means he's not ready, he's not even there for the people, to present people, even to speak on the behalf of the people. The function of the parliament is criticized and to waweke serikali on toes. Na they are supposed to present the people, wananchi. Na unapata kitu wananchi wanasema pale chini, watoto wetu waliuliwa, tuko na uchungu, serikali anafaa watulipe. Na yeye anaenda pale anapiga wananchi, anafaa wa present. Unafaa uende pale udefend watu wako, si watu unawapiga pale mbele. Unaona kama watu wanasema polisi wanatuua, na wewe unaenda pale unasema polisi waui watu. Hizo ni picha bandia zimewekwa hapa kwa social media. Hizo si watu wamekufa ukweli. Na hiyo ni picha mbaya. Ndio maana nasema ni aje unapeleka mtu pale akupresent
na yeye anaimba wimbo tofauti na ile unaimba. Bila shaka hii ni bunge la wenyeji, usiende mbali, tunachukua mapumziko. Tukirejea tutaganda pia bado tu na kiongozi apate kutuambia hali halisi sasa ya njia ambayo tutaifuata. Yes, we need to change the system, lakini tutai-change namna gani? Usiende mbali. Karibu tena, unatazama bunge la wenyeji kwenye runinga ya Look Up. Tumekuwa na kiongozi Felix akitueleza hali halisi ya serikali ya Rais William Ruto na vile pia mchakato kabambe ambao unaweza kufanyika ili kulainisha anga kavu za taifa la Kenya. Bila shaka tumekuwa tukizungumzia viongozi wanazungumza hewani na pia kwenye mitaa wakiahidi masuala mbalimbali, na pia cheche za maneno ambazo zinatoka kwao wakati mwingine zinalemaza jinsi utaratibu wa taifa unavyosonga. Lakini kiongozi atatujuza sasa, yes, system inapaswa kubadilika, lakini itabadilika namna gani ikiwa vigogo wameketi pale kwa muda mrefu sana na kuweza kuwatoa itakuwa vigumu sana. Tukiendelea na mazungumzo haya, kumbuka kwamba waweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook na YouTube, na pia kwenye tovuti ya www.lookuptv.co.ke. Cheza kama wewe, mapema ndio best. Kuna wale mawaziri ambao wako kwenye sekta mbalimbali wanang'ang'ana jinsi wawezavyo, lakini bado system ndio imeharibika. Vitu kama hivi tutaweza kuvunja namna gani angalau kuleta kulainika kwa anga za serikali? Kitu jambo ya maana wa Kenya lazima wajue, siasa ya Kenya iko hali ya juu compare na hizi countries kwa hapa Afrika. So kitu tunafaa tufanye, tuendelee kupeleka Kenya ifike mbele. Na hii tutafanya na tukikuwa na viongozi wamekomaa kiakili, wale wako well exposed. Hii tunaweza fanya na kupiga kura, watu watoke nje 2027 na wasiluze hope, wakuwe tuna hope kwa vijana. We can save the nation by just electing the upright leaders, leaders with the visions, leaders with they have a good brains. So that's the reason I'm saying the system to change is when everything will be okay. But right now, there's no any hope. Even the e-body ya uchaguzi haiko sawa, haiko sawa. Watu bado watapiga kelele. Nagopa kwamba uchaguzi unaweza kuwa bado kama unapata Gachagua amekuwa na Ruto miaka mingi, hizi hadi umeingia naye serikali, naye mwenyewe anasema na mdomo yake hii body haiko sawa. Anaona dalili Ruto anaweza iba kura. Ndio maana anaweza, kama unaweza kuwa na system we don't trust, you yourself, you have been aspirant and you have been part of the body, na you don't trust that body, which means wananchi wa kawaida wafai wa trust the body. So hii body we dismantle, we can only dismantle when we have upright leaders in front. But you know, when the guy who want to change the system is the one who built it, it's not easy. You will still use the main chip used there. So it's the reason I'm saying, if we elected the correct leaders in the place and the work of member of parliament, they are lawmakers. They will make a correct, good laws which will govern the IBC body very well, and then Kenyans will have hope again, and they will say, we'll trust the body of election. So even when we go to the election, we hope the result will be satisfied with it, because they believe that it can deliver. But right now, we cannot trust it, because the system itself, the Ruto, everything unapata hizi vitu zote ni Ruto. The president have a big say in the commission. So we cannot trust that body. Be it the sector of education, be it the sector, even if these are housing model funds, we cannot trust it. You know, if the one of the project is corrupt, everything is corrupt. Really? Because they are the people bring Adani, and Adani was about the corruptions. And is the guy, everything they are doing is very filthy. We cannot trust. Is the reason I'm saying, when you are in the place, we'll change everything in the government. Even right now, tumefika country where even the president, even the MPs, even the police cannot obey the court order. They cannot obey the court order. We have seen many cases, they don't obey court order, which means the system we have, the court does not have power, which is being written there in the constitution. We're being told that the court is independent, the IBC is independent, and they are not. That's what we have find. It is not independent. For us to change this, we have only one way.
we should just select the leaders with the agenda. Tusichukue mtu je anasema because we don't have Ruto and they want just to sing with us the same song we are singing, but they are not part of us. Like mimi na dance rumba, so mtu apendi rumba anani join juu anataka kunifurahisha. We should not speak that language. If something is bad, is bad. If it's right, is right. So we cannot just say Ruto one term at hiyo ndio agenda tunataka kupigia mtu kura 2027. So tunapigia mtu kura juu Ruto ni one term because we don't want Ruto. No, we don't want Ruto with a reason. Because of our economy is dying, because of our abduction, wa vijana wanauliwa. Now these are the future leaders. Okay. So what is there is to change the system by calling out youth in large numbers, because youths wana ukabila, kabisa, wana hizi mambo za corrupt zones, because they have never been in a system. So we need a pure people who have never been in government. Pure people with brilliant, with a good mind, with a. Do you think watakuwa wamechanganikiwa watakupigia kwenye uongozi? Right now, what's being affecting the youths in that race is about financial status. If you find the people who are being bought, they were bought because of the financial stability. So because wananchi, they just need money. Indeed. Yeah. So to solve this, we should not see politicians just like a handout. We should give that one in our mind. Tutoe kwa akili yetu, tujue tunaenda kuchagua wananchi wanaenda kutufanyia kazi. Juu sasa tukianza watu tukianza kutisa pesa, these people wakiingia pale wataiba, watapora. Kabisa. Hiyo tu hivyo. Lakini ile ya like you want to use money in politics is not safe. Alright. Mheshimiwa, hebu tuzungumzie swala la nyumba za bei nafuu ambazo ni mchakato wa serikali kuweza kusaidia angalau wale ambao wanaishi kwa maisha duni waweze kuimarika kiasi. Kwa mpigo wako unakaa na hao watu kwenye jamii na unashiriki nao kwa njia moja au nyingine, unahisi kwamba hizi miradi za serikali kuweza kusaidia Wakenya kama nyumba za bei nafuu ni wakati bora wa kuweza kuziwakilisha, ama kuna masala dhabiti ambazo zingeshughulikiwa kama harakati za kwanza ili kulainisha maisha ya Wakenya? Kuna wale ambao walikuwa nasema kwamba it's not the right time kuweza kuintroduce affordable housing, yet the economic crisis is we're still in an economic crisis. Kuna wale ambao walikuwa nasema kwamba kuna janga la ajira nchini Kenya, hata kama wanaishi kwa nyumba nzuri bado kutakuwa na tatizo la kupata akiba. Unahisi namna gani kuhusu affordable housing? You see, brother, I don't want to lie to Kenyans. I don't want to please anyone or to make somebody laugh with me. Let me just call a spade a spade. For example, when you see the president is going to launch these houses, uliona hiyo vumbi alikuwa anaingia nayo kwa hiyo ground. Kabisa. Inakumaanisha hakuna njia ya kwenda pale. Sasa unampea mtu nyumba na njia anatumia kuingia pale ni mbaya. Hiyo ni uongo. Ya pili, mtu ako na ugonjwa. Ako na ugonjwa tu kidogo tu, anataka tu dawa ya malaria tu. Anaenda kuishi pale aje. You cannot stay in peace when your health is at risk. You can't. You can't even sleep in that house. So I think the people advising the president, they're sleeping. What this will do right now, this will check what the people need, is what they give the first priority. Like right now, what Kenya needs about the economy. Bei ya unga irudi chini. Wezi ishi kwa nyumba na unalala njaa. Bei za vitu zipelekwe chini. Kabisa. Njia zitengenezwe kwa hizi za mtaa. Wachana na highway. Wachana na highway. Unajua Kenya hapa pia tunalipa highway. Mimi hata hiyo sibora yangu kuna njia siwezi tumia. Lazima nilipie. Sasa kama Wakenya hawezi pewa njia ya bure. Sasa nyumba, unafikiria nyumba ni za bure? Hizo nyumba si za bure. I just want to just switch the mind of people who are believing and thinking that these houses are free or they are cheap. They are not cheap. And they are not free. This is the business for people in government. Because place zote zile mijengo hizo nyumba mpaka sasa nakwambia wanaichi kawaida, they are not staying in those houses. This is the rich people, the people in the government are the people who bought those houses. Na kama ni ukweli, hakuna siku moja utapata mtu yote from ghetto anaweza piga picha alikuwa kwa hizo nyumba. So kitu naomba serikali kama anaweza sikia wananchi, kama watu wampeleke information, naomba pate kutoka kwangu. Kitu wananchi wanataka sahi is about health sector.
asidanganywe, je mwenyewe atumisa. So is not working. Health sectors, let him do something. Atengeneze bei bills za hospitali kwa chini ya wananchi. Wananchi watakupenda. Ya pili, atengeneze bei za unga, sukari, vitu kama hizo. Wananchi kama wanazaba hizo, they will love you, president. So we cannot just lie, you want to give somebody housing and is going to sleep ja kwa hiyo nyumba. Iwezekani. Ya pili, kama maisha yako ni mbaya, huwezi lala kwa hiyo nyumba. Utashinda kwa hospitali. You will not stay in the house. Kabisa. Tunapozungumzia pia serikali ya rais, pia hatuwezi fumbia macho swala la deni ambazo taifa limekopa kwa njia moja au nyingine kutekeleza maendeleo ya taifa. Kwa msimamo wako, yule ambaye atakayepata nafasi pengine kwa kuingia kwenye uchaguzi huo na pia kuwa rais hapa nchini Kenya, je, unahisi kwamba hatutakuwa tunazungumzia swala hili la deni? Tuguze tu kidogo, juu naona Kenya bado inaendelea kuchukua hiyo deni. So kitu tungefanya kama wananchi, na tukipata mtu mwingine apart from Ruto, tunafaa tusimame chini vizuri na tuseme hii deni si yetu. Ruto ajilipie hiyo deni. Yeah. So tunafaa to bring the leaders on board, people who involve. So tukikuwa na new leadership, to reject. Tuseme wananchi, because you know why did you take anini ili play solution. We go and borrow when you have a challenge. But me, I don't think that Kenya have a challenge to go and take a lot of money outside like that. The one we have small, we can use. Because unapata vitu bado tuna import na vitu tunatengeneza hapa Kenya. Like wakulima wetu, unapata mtu kama right now, unapata kuna there's a watermelons zinaharibika mahali, na kuna parts zingine the country tuna import. So which means the government is not making use of the resources we have across. So that is the negligence of the government. We should not pay that, because they're using that money for running here and then. Ukiangalia vile wanakimbia na ndege kila mara kwa nje. Na kama angekuwa mjanja, angelimit the movement zake kwenda nje. Ama MPs wange restrict the government team their movement. Because sasa unaona sasa ni time wanafaa wafanye kazi, na ndio time wanapiga siasa they across the country. They're busy running everywhere. Na unapata they are complaining that our fine Kenya ina pesa, na wanaendelea kutumia pesa vibaya. So mimi naona hii jambo kama mtu mwingine ako upright vizuri achukue mamlaka, tutakoma hiyo maneno na tutaambia Ruto alipe deni zake, Uhuru Kenyatta pia alipe deni zake. Kabisa. Hizi deni si ya Kenya because they are using in personal interest. Yeah. Wiki iliyopita kulikuwa pia na swala la wahudumu kuweza kupatikana kwamba wanafanya kazi na hawajaonekana kwenye afisi ama kwenye kazi zile, na watu wengi sana wanafanya hizi kazi bila yao kuhusika kwa njia moja au nyingine katu kwa biashara hizo. Na nafikiri pia hiyo ndio inaleta swala la unemployment crisis hapa nchini Kenya, wakati ambapo vijana ama watu wenyeji wanatafuta kazi kila mara, lakini kuna wale watu ambao wapo kwenye zile ofisi lakini hawapo tena kwenye ofisi hizo. So kumaanisha kuna pesa ambazo zinatolewa kuwalipa lakini hawajukumiki kwa kazi hizo. Kazi ambazo vijana ama wenyeji wameshinda kwenye mitandao, wameshinda kwenye simu zao wakiapply. Yet of course unaambiwa kila wakati it is unfortunate yet hizo nafasi zipo, na kuna watu ambao wanapaswa kutoka kwenye mamlaka hizo hawapo kwenye kazi hizo, na ni wewe peke yako tu unapaswa kuweza kuingia kwenye shughuli hizo. Host workers hapa nchini Kenya, wewe unaweza chukulia namna gani? Hiyo jambo ni jambo ya maana sana. For example, what I want to tell Kenya, or to make them aware that any recruitment is being done online. Hiyo ni kazi watu walisachukuliwa kitambo. So any Kenyans, you are being, if somebody is being lied to you that send your application online, there's a platform, there's a portal we open, we are doing recruitment, the shortlisted candidates will take them. No, that's a lie. So any online job recruitment in Kenya, these are all scams. Hakuna kazi yote wana recruit wa vijana mtandao inaendanga successful. Unapata they have already wametengeneza watu wao, wamesachukua watu. So watu wana keep on they are wasting their time applying online, na watu walisachukuliwa.
So unaenda pale kwa portal unapata kuna list mrefu. Hadi unajiuliza hii kitu litangazwa jana. Watu wameapply aje 1000 people. So these things are scam. Kenya, there's no real job is being recruited online. And watu watajiri ndio wanapewa kazi. Juu kila kazi kwa serikali inanunuliwa. Na hiyo ni uongo na we should not run away from it. And that's the truth, remaining truth. Even the recruitment down here, they keep on doing for police, KDF, NYS. They buy. Taxpayers are being forced to buy the chances. There's no somebody's go there by his luck. Like for example, I can tell you, anybody can be a witness. Time nilikuwa nataka, time nimemaliza shule, nilikosa kazi. Nikaenda Kenya Defence Force recruitment. Ilifanywa Mgori ground. It was in 2014. Remember, I was the first person alikimbia kwa hiyo marathon. Hadi nikawacha mtu alikuwa ananifuata wa pili na 45 minutes. Wow. Nikafanya mazoezi hadi nikangoja. Nikapitia medical. IT yangu ilikuwa mzuri. Hata kila mtu anaweza ona. I'm tall enough. Geli. Health yangu ilikuwa sawa. Asina alama yote mpaka leo kwa mwili. So ukiuliza watu kijana ameanguka nini? Ukipata vitabu nini, documents zangu zilikuwa sawa. Extra things walikuwa nataka. I'm a guy who did physics in high school. Hizo ndo requirement walikuwa nataka. Sciences nilifanya kazi zote. Then ukiona these people waliniwacha. I was fit. Nilikimbia, nimekuwa namba 1. Documents zangu niko sawa. I was physically fit. Sina medical nilipita. Afya yangu bado ni mzuri mpaka leo. Ulikuwa unataka kuwa mbunge? Maybe ilikuwa mpangilio ya Mungu. Lakini kwa hiyo jambo nilipitia, naona Wakenya wengi wanateseka huko nje, wanaitwa wanaenda kufanyiwa recruitment. Lakini sio hivyo. Na kama unaona ukweli, watu wanasemanga hata wanapost kwa gazeti wakienda kufanya recruitment, ati hiyo kitu ni free. No. People buy those positions. Na sai KDF huwezi enda na less than 500,000. Huwezi. Ili urecruitiwe kama Kruto. Huwezi chukuliwa na less than 500,000. Na sasa wale watu wana kitu, wana mbele na nyuma. Atatoa 500,000 wapi? Mtoto wake aingie kwa jezi. Ni ngumu. So it's the reason I'm just want to condemn this system we have in the country. There's no any government job you can be endorsed ama uchukuliwe without money. No man. So we must clear this system. And youth, we must come out because if we don't speak about it, no one will speak it for us. Because these people are eating until they die. Na wakikufa watoto hao wanaendelea hivyo. So the poor will die poor, the rich will die rich. So for us to change this dynamic, so we must come out and contest for various positions. And naomba Wakenya, ukiona kijana yote mdogo hajawahi kwa serikali na kwa debe pale anang'ang'ania hizo maviti, please tuwachague. Because these people, they are pure before God. Hawana madukuduku. Tuwapewe chance, wajaribu kama tunaweza peleka Kenya mbele. Hiyo ndio njia pekee. Kabisa. Solution ni kutoa system. Kweli, japokuwa unalilia sana system iweze kubadilika. Unahisi kwamba tafika wakati ambapo tunasema kwamba unga inarudi shilingi 50 na sukari inarudi shilingi 25, tutafika hapo? Reason nasema inawezekana, junapata wakulima pale nyumbani vitu zao zinauza sambani, zingine wanauza very cheap price. Na kama huko mahindi inauzwa ile nini na tin, wanauza 50 shillings. Na ile ni 2 kg. Na sasa inawezekani na ile bado iko na vitu mingi zijatolewa ndani. Na hiyo ndio inafaa ikuwe expensive. Na inakuwa haje bado tunanunua unga 150 shillings. Which means there is a problem somewhere. Unapata chumvi inajua ibadiliki. Chumvi ibadiliki. Lakini kiberiti imepanda bei. Kiberiti imepanda bei. So ni system. The price the Kenya ni country we are very blessed and our land still fertile. So I don't see the need of increasing the price. That price cannot go down. Hebu zungumzia kuhusu GMO. It was being imported. That's the hizo ni madhara za vitu ziko imported.
na mambo zingine sitaki kuongelea kwa mtandao sahi, itaumiza watu wengi. Nyoyo za watu. Ukiangalia sahi nature ya Wakenya, we have very funny characters and behavior. Na unaweza jiuliza hizi zinatoka wapi? Watoto wamezaliwa sahi ni tofauti na watoto walizaliwa kitambo. Kuna mabadiliko mingi. Jua watu wamekula jibu. Ukiangalia lifestyle yetu ni tofauti. So unagonjeka tu kidogo ushaenda hospitali. Ili afya wa Kenya irudi, tukule bidhaa zinatoka Kenya. Tutuke bidhaa. Juu utapata hizi, ukisikia hizi mambo ziko mtandao ni ukweli. Hata unapata ndizi inadungwa kitu ili ive. Unapata machungwa inadungwa kitu ili ikae muda mrefu. Hizi ni vitu zote zinatoka nje. Lakini hizi zinatoka hapa ndani, tujai kuwa na hizo mambo zinadungwa ili zikae. Hapana. Mkulima wa huku anauza kitu kufresi. So ndio maana naomba to stick on our own product and we promote our own product. Tuache kutoa vitu nje. Hizo ndio maana tunapata ugonjwa tofauti na our kids will keep on having some unbelievable behaviors because they get it from what they eat. Tuweke afya mbele. Tumezungumzia masuala mengi na vile vile pia mimi binafsi natumai kwamba miaka kadhaa zijazo tutakuwa tunazungumzia totally different things. Kwa hivyo wewe unapoketi hapo unaona future ya mwenyeji kwanza inakaa namna gani? Kwa ushirikiano na serikali, future ya serikali pia sawia inakaa namna gani? Na pia hizo ni two bodies. Alafu sasa picha kamili ya taifa na future yake inakaa namna gani? So those are three bodies from where you sit. I don't see future with Ruto. There's no future unless he change completely. Because you have manipulating, the tactics alitumia kuingia kwa serikali is going to stop judicial killing. Now honestly, if you check right now, the judicial killing is when it is so high. Hata even this week si mtu amekufa. Na hizo ndio vitu alikuwa na condemn time anaenda kutafuta kiongozi. So my request is kuna vitu mingi lazima ibadilike. Is when we have that equal things what he was portraying when he was on the ground to make sense. Another thing, you have to cut off. You have to cut off the channel used to communicate to the ground. Na vile pia hiyo ni serikali, sivyo? Sasa ya mwenyeji, future mwenyeji, Mkenya halisi. Kenya, mimi personally, I want to be in a leadership. So what I have to do, I'll not do what I want to the people. I'll do what the people want. I'll do what the people want. Sasa future ya mwenyeji inakaa namna gani? Future ya Mkenya sasa. Yes, serikali ni mbaya, yes, system ni mbaya, lakini sisi sasa wenyeji tupo wapi? It's growing very well if we still allow the system to be in the place. It's the reason we are trying to say for everybody to have hope or to have a future, we must change it immediately. So for us to make things work, we must cut everything off by 2027. If we don't do that, Kenya will not be Kenya. Kenya will not be Kenya, and other countries will put blame on us. Because we are very role model to so many countries, and you see they're trying to compare themselves with Kenya because we are in high class. So for us to keep the title, we must to cut things off by 2027, and we must change the country by removing the system and to bring what Africa can expect from Kenya. Tumesema sawa wenyeji, tumesema serikali. Sasa future ya taifa inakaa namna gani? Kenya kwa jumla. I'm seeing because how we've been growing as a nation, and you see even the foreigners like country than other countries. Even we have dramas like even during demonstration, we find that other foreigners still want to come in the Kenya. We already spoiled the Kenya, but we find people still love the Kenya. Tanzania compare them people by their people. They want to copy our system, but we people, we have already seen our system is bad, but our nation see that the Kenyan system is good because people have the freedom of speech. And the real sense, we want to modify the Kenya. That's the reason I said the Kenya from 2027, I'm seeing a very bright future, and all nation will love this Kenya. We'll compare Kenya with America. Sawa sawa.
Thank you so much sir for making time, na ninashukuru sana pia mpenzi mtazamaji kwa kuganda nasi kwa masaa hayo yote ambayo tumeweza kujadili swala hili. Lakini mambo ya serikali ya Rais William Ruto na pia serikali kwa jumla ya taifa la Kenya liwezi fika ukingoni, lazima lizungumziwe kadri ya uwezo wa kila mmoja. Na bila shaka linapoendelea kuzungumziwa ndipo tunapata hali halisi ya kuweza kujua njia bora ama harakati bora ya kuweza kuchukua nafasi za wenyeji na serikali. Na maendeleo ya hapa nchini Kenya yataweza kufanyika namna gani ili kuweza kuhakikisha kuwa mambo yanatekelezwa kwa njia iliyo bora. Nyumba za bei nafuu zinakuja, vile vile Wakenya pia wanalilia hali ya maisha ama hali ngumu ya maisha, na vile vile pia vijana wanasema kwamba hamna kazi. Bila shaka Mwenyezi Mungu tu atusaidie tuweze kujua kwamba wakati ambapo tafikia uchaguzi wa mwaka 2027 mambo yatakuwa shwari. Hii ni bunge la wenyeji. Jina langu ni Moses Ketu, mwelekezi wangu amekuwa Michelle. Asante sana kwa kazi kuntu, na vile vile pia asante sana kiongozi for making time. It's a pleasure sir. Tuonane wiki ijayo tukizungumza masuala ya bunge la wenyeji. Jina langu ni Moses Ketu.